Salia hapa katika viwanja vya 88 Nyakabindi Bariadi mkoani Simiyu. Tumepata wasaa kuzungumza na naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania. Ndugu Ali, kwema kabisa. Dr. Ashatu Kijaji ni waziri makini sana. Ni waziri ambaye wakati anaingia katika wizara ya mifugo, watu hawakuamini kwamba ataiweza ile wizara. Lakini vile ambavyo anaperform watu hawajategemea. Lakini katika mawaziri wengi ambao walishapitia katika wizara ya mifugo, wakiwemo mawaziri wa kiume, lakini yeye waziri wa kike aliyekuja watu wakahisi, kwa sababu sekta au wizara ya mifugo ni wizara ambayo iko very complicated, ina mambo mengi. Lakini watu wengi walishindwa kuperform katika ile wizara vizuri, lakini wakati anakuja waziri Kijaji tulihisi kwamba hataweza. Lakini amekuja kufanya maajabu, akashangaza dunia kwamba ameiweza wizara. Na sasa hivi ukizungumzia wizara mbili imara, wizara mbili bora katika Tanzania, moja wapo ni wizara ya mifugo, na ameweza kutupa imani hata sisi wafugaji. Mimi kama naibu katibu mkuu wa chama cha wafugaji Tanzania, wafugaji wangu, kwa sababu tunapata taarifa kutoka kwa wafugaji wetu walioko huko vijijini na sehemu mbalimbali nchini, kwamba katika awamu hii waziri tulionayo anaweza akatufikisha pale ambapo wafugaji tunapataka. Unapozungumzia waziri kufanya vizuri, hawezi kufanya vizuri peke yake. Lazima kuna sababu inamfanya waziri afanye vizuri. Lazima kuna sababu waziri aweze kufanya vizuri. Mwa data mbalimbali haijawahi kutokea katika awamu zilizopita za kama ambavyo sasa hivi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuwekeza nguvu kubwa katika sekta ya mifugo, sababu ni sekta ambayo kwanza inachangia uchumi wa GDP, wanasema uchumi wa taifa kwa 6.2%. Lakini malengo yetu kama wafugaji tunataka at least tufikie hata 10%, kwamba ufugaji nchini uweze kuchangia pato la taifa kwa 10%. Ukizingatia nchi yetu Tanzania katika Afrika nzima ni nchi ya pili kwa wingi wa mifugo, sio kwa ubora wa mifugo. Usije ukarikoti vibaya. Kwa wingi wa mifugo. Sasa kuna wingi wa mifugo, halafu kuna ubora wa mifugo. Sasa ukiangalia mama alichofanya ni kwamba tayari ameshakuja kuboresha sekta, kwa maana ya kuleta mbegu bora ya mifugo. Juzi tu ameleta mbegu 1000 ya mifugo kutoka Indonesia kwa ajili ya kuboresha ile mbari, wanaita mbari ya mifugo, yani mifugo bora, mbari bora ya mifugo. Kwa ameleta, kwa sekta inavyokuwa bora, waziri anafanya vizuri, lakini nguvu yake kubwa anapata sapoti kutoka kwa mfugaji wetu namba 1 Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo wafugaji wote nchi nzima tayari tumeshaona jitihada za mama Samia Suluhu Hassan, lakini pia tumeona vile ambavyo wanatufikiria wafugaji kwamba tuende wapi. Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ametuonyesha mwelekeo wa wafugaji wa Tanzania kwamba tufuge namna gani. Kwa jinsi ambavyo dunia sasa hivi watu wanaongezeka, ardhi haiongezeki, wamekuja na sera ya kulima malisho ya mifugo. Ukiangalia zamani watu walikuwa walima mahindi, walima mbaazi, mazao ya biashara, pamba na mazao mengine, lakini walikuwa hawajawahi kuintroduce hata curriculum ya Tanzania masuala ya kilimo ya malisho, ambaye tunavyozungumza sasa hivi mtaala mpya zinazofundishwa kuanzia shule ya msingi na sekondari wanafundisha kilimo cha malisho, ipo katika mtaala. Maana mtoto anapokuwa anakuwa akijua kwamba kumbe kuna kilimo sio kwa ajili ya binadamu tu, hadi kwa ajili ya wanyama. Kwa tutakwenda tutalima sana, tutalima jinka, tutalima rodes, tutalima nini kwa ajili ya kuweka stock kwa ajili ya mifugo yetu. Hiyo itakwenda kuondoa migogoro mbalimbali nchini ya wafugaji, kwa sababu unajua mgogoro huu unasababishwa na nini? Huwezi, mimi kama mfugaji siwezi kukubali kuona ng'ombe zangu zinakufa kwa sababu ya kukosa nini? Malisho. Nitaingiza ng'ombe hifadhini, migogoro itaanzia pale kati ya mimi mfugaji na TFS ambaye ni serikali. Lakini pia nitachukua ng'ombe wangu nitaingiza shambani kwa mtu ili waweze kupona. Nitakuwa tayari kulipa hata faini, lakini ng'ombe wangu wanakuwa wameshapona. Kwa chanzo kikubwa
cha migogoro nchini ilikuwa ni nini? Ukosefu wa malisho. Kwa hiyo tunapopata malisho ya uhakika, basi tunakuwa na ufugaji wa uhakika. Kwa hiyo tunaishukuru serikali kupitia Wizara ya Mifugo, kupitia mama yetu huyo, waziri wetu Ashatu Kijaji. Amefanya mambo makubwa sana sana, na ingewezekana tunamuomba Mheshimiwa Rais pia, hata basi Mwenyezi Mungu akijalia akashinda ubunge, asimtoe katika wizara hii, tuendelee kuwa naye, tuhakikishe kwamba sekta inaboreka vizuri sana.